Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika asubuhi ya leo. Tujifunze somo moja linalosema kufungwa kwa mlango wa rehema. Siku kadhaa hapo nyuma tumejifunza kwa ufupi, lakini nimeona haja ya kujifunza kwa undani zaidi kwa habari ya kufungwa kwa mlango wa rehema. Maana ni tukio ambalo litatokea muda sio mrefu kwa kadri tunavyosoma na kuona majira jinsi yalivyo. Sasa labda tuanze kutambua nini maana ya rehema. Tunaposema rehema ni huruma au uvumilivu anaopewa mtu baada ya kushindwa kufanya jambo fulani. Hiyo ndiyo rehema. Kwa mfano, kwa wale waliosoma aidha darasa la 7 au kidato cha 4, kipindi walipokuwa wanafanya mtihani, unakuta mtihani mmoja una masaa mawili. Mwanafunzi anafanya mtihani, yanafika yale masaa mawili, mwanafunzi bado hajamaliza mtihani. Sasa yule msimamizi anakuja anaongeza aidha dakika 20. Kwa hiyo zile dakika 20 ambazo zimeongezwa tunaita ni rehema au huruma. Sasa zikipita zile dakika 20, mwanafunzi hajamaliza yale maswali, basi msimamizi anasema wote weka peni chini, simama juu, maana yake muda umeisha. Au kwa mfano, unaweza kumwajiri mtu kazi, aidha kibarua, naomba ulime hapa hadi pale, nitakulipa kiasi fulani. Na hii kazi naomba ufanye kwa siku moja. Unaondoka, unarudi, unakuta yule mtu kazi amefanya lakini hajamaliza. Ndipo sasa unamwonea huruma, bwana, tulikubaliana hii kazi ufanye kwa siku moja ila hujamaliza, na kuongezea siku nyingine moja. Unapoongezea siku nyingine moja, unafika unakuta hajamaliza, basi pale ule uvumilivu au ustahimilivu unakuwa umeisha. Kwa hiyo hata sisi wanadamu ambao tunaishi hapa chini ya jua, tulipoumbwa, kila mwanadamu Mungu amemwekea huruma, yaani amemwekea muda. Maanake kuna kipimo ambacho wewe umewekewa, na hicho kipimo kikivuka, basi mlango wako wa rehema unakuwa umefungwa. Kwa mfano, wazazi wetu wa kwanza Adamu na Hawa walipokula tunda, ilitakiwa wafe pale pale. Maana Mungu alimwambia Adamu, siku mtakapokula matunda ya mti huu hakika mtakufa. Kwa hiyo Adamu alipokula tunda pale, ilitakiwa afe pale pale, lakini kwa huruma ya Mungu akamtoa mwanawe pekee Yesu Kristo, ili mwanadamu atakapokufa afufuliwe aweze kuishi milele. Sasa tupo katika kipindi ambacho historia ya dunia inakwenda kufungwa. Maana yake mlango wa rehema unaenda kufungwa kwa wanadamu wote. Sasa wote tunakubaliana kwamba Yesu Kristo ndiye mwombezi wetu mbinguni. Maana yake Yesu amevaa mavazi ya ukuhani, anatuombea mimi na wewe mbinguni kwa Baba. Tusome kitabu cha Warumi sura ya 8 na ule mstari wa 34. Warumi 8:34, Biblia inasema hivi. Biblia inasema, ni nani atakayetuhukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Kwa hiyo mimi na wewe kuishi kwetu, kuenenda kwetu ni kwa sababu ya Kristo. Kwa hiyo ikitokea tumefanya dhambi, aidha kwa kuwaza au kwa kunena, basi Kristo anatuombea. Lakini tuongeze kitabu cha waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa 1. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa 1, Biblia inasema, watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba,
Yesu Kristo mwenye haki, naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu Kristo ndiye anatuombea sasa hivi wanadamu kwa Mungu, lakini itafika muda hii huduma ya uombezi itakoma, manake yeye ndiyo kuhani. Sasa itafika muda ambapo Kristo atakaposimama katika kile kiti cha ukuhani mbele za Baba. Manake sasa hapo kutakuwa hakuna mpatanishi, manake rehema, ule uvumilivu utakuwa umefungwa. Manake Yesu anamsihi Baba kwa habari ya wenye dhambi. Sasa akishasimama pale, kinakachofuata ni yale mapigo 7 ambao utasoma vizuri Ufunuo sura ya 15 na Ufunuo sura ya 16. Kwa hiyo wanadamu watashiriki mapigo ya Mungu ambayo ni ghadhabu au hasira ya Mungu, ambayo hiyo hasira haijachanganywa na kitu chochote. Sasa wanadamu ambao watapatikana wana hatia mbele za Mungu, yaani hawakuishi maisha matakatifu, siku Yesu atakaposema imekwisha, maana yake rehema itakuwa imefungwa. Sasa kuna kitu cha msingi naomba tukiangalie hapa. Mlango wa rehema unapofungwa kwa wanadamu, kuna matukio mawili ambayo huwa yanatokea. Na tukio la kwanza, hili mwanadamu anakuwa alijui, na hiyo ndiyo shida ambayo inafanya watu waogope tukio la kufungwa kwa mlango wa rehema, kwa sababu mwanadamu atakuwa ameshachaguliwa kwamba huyu ataishi maisha ya milele au ataenda kuadhibiwa katika moto wa jehanamu. Kwa sababu hichi kifo ambacho mtu anakufa sasa hivi sio cha kuogopwa, ni cha kupumzika, ila kuna kifo cha milele ambacho mwanadamu atakwenda kupotea kabisa. Sasa turudi kwenye mada. Jambo la kwanza, mlango wa rehema utakapofungwa, kuna tukio ambalo linatokea, na hili tukio mwanadamu yeyote hata nitambua, yaani wewe unitazama pamoja na mimi hatutajua kama mlango wa rehema umeshafungwa, kwa sababu ni maamuzi ambayo yanafanyika kule mbinguni, kwamba imani jinsi anavyoishi tumemwona sana, ila bado anazidi kufanya dhambi, basi kuanzia sasa rehema tunaifunga juu yake. Kwa hiyo hapo hata niombe vitu, hata nilie namna gani, mbingu zimeshafunga. Kwa hiyo hili tukio anayekuwa analijua ni Mungu mwenyewe. Na tukio la pili, mwanadamu ataona matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuwe makini hapa kwamba mlango wa rehema unapofungwa hakuna atakayejua, ila utakuja kuona matokeo. Sasa turudi nyuma kidogo, tuangalie wenzetu wa kwanza, Adamu na Hawa. Mungu alimwambia Adamu, siku utakapokula matunda ya mti huu hakika utakufa. Bwana Yesu asifiwe. Ila Adamu na mke wake si walikula? Walikufa pale pale? Hawakufa pale pale, ila matokeo walikuja kuyaona mbeleni. Aliyekufa ni mtoto wao ambaye ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Mtoto wa kwanza Adamu kufa ni nani? Habili. Kaini ni Habili. Kwa hiyo matokeo ya ile dhambi wamekuja kuiona kwa mtoto wao, ndio akaamini, kumbe kweli unakufa. Ila walipofanya dhambi pale pale matokeo hawakuyaona. Na ndivyo hata sisi ilivyo. Leo mtu akifungiwa mlango wa rehema hataona matokeo, hatajua chochote.
Lakini turudi nyuma kidogo, kipindi cha Nuhu. Nuhu alihubiri Injili kwa muda wa miaka 120. Manake Roho wa Mungu alikuwa akimtumia Nuhu kuwaonya watu kwamba watu waachane na habari ya dhambi. Lakini watu hawakufanya dhambi, hawakufanya matendo mema, hawakumwogopa Mungu, ila waliona huyu mzee ni kama vile amechanganyikiwa. Ni kama leo unapoambia kwamba watu waache dhambi. Jamani, ukifanya dhambi utaenda katika moto wa milele. Mtu anaona hiyo ni story, kwa kuwa anaamka kuna kucha, anaona kesho pia itakuwa kama jana. Kwa hiyo katika muda wa miaka 120 Nuhu alikuwa akitengeneza safina, huku akiwaambia wanadamu waache dhambi. Ila Biblia inasema kwamba siku 7 kabla ya mvua kunyesha, mlango wa rehema ulifungwa kwa wale watu. Ndipo Nuhu na watoto wake wakaingia katika ile safina. Watu wanakuja kutambua kwamba mlango wa rehema umefungwa siku 7 baadaye, ambapo mvua inaanza kunyesha. Hebu tusome kitabu cha Mathayo sura ya 24 na ule mstari wa 37. Kuna kitu Yesu anakitakafarisha. Yesu anasema, kwa maana vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa maana siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote. Ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Mungu atusaidie. Kwamba kipindi cha Nuhu watu walikuwa wanakula kama kawaida, wanafanya kazi, vijana walipendana, wakaoa, wakaoana. Kwa maana yake ni maisha tu ya kawaida yalikuwa yanaendelea. Lakini kwa habari za Mungu hakuna hata mmoja isipokuwa Nuhu na familia yake. Kwa hiyo Nuhu anapoingia katika safina, hakuna hata mtu aliyeshtuka. Sasa Yesu anasema ndivyo itakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Maanake Yesu atakaporudi mara ya pili kuja kuchukua wale watakatifu ambao wana ushuhuda wa Yesu. Kuna watu hawataelewa, watakuwa bize na dunia. Kwa hiyo mlango wa rehema ulipofungwa katika kipindi cha Nuhu, hakuna hata mmoja ambaye alitambua. Mungu atusaidie. Lakini pia tunaangalia kipindi cha Ibrahimu. Sodoma na Gomora, maovu yalikuwa mengi, lakini mpaka rehema ilipofungwa pale, hakuna hata mtu mmoja, ila wote waliona matokeo ya moto ukitoka juu. Lakini pia hata Israeli walifungiwa mlango wa rehema bila wao kujua. Na Yesu aliwaambia kabisa, nyumba yenu inaenda kuachwa ukiwa. Tunajifunza vizuri kwa habari ya majumba 70 mpaka Masihi anakataliwa mbali. Baadaye wanakuja wanamuua Stefano. Mwisho wa siku Yesu akasimama, huduma ya upatanisho ikaisha. Inafika mwaka wa 70, kipindi cha Tito, Mrumi alikuja akawaua wote, kwa sababu ile huduma ya upatanisho ilikuwa imeisha. Kwa hiyo itafika muda mpaka mbingu zinajuta, zinasema kwa nini huyu alizaliwa. Mfano mzuri kwa mtumishi wa Mungu Yuda. Yuda alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu, walitembea na Yesu, alijifunza vitu vingi, alikula naye pamoja. Lakini kadri ya mwenendo wake ulivyokuwa, alikuwa akifanya machukizo mbele za Mungu. Mwisho wa siku Roho wa Mungu alimwacha na akafungiwa mlango wa rehema pasipo hata yeye kujua. Tusome kitabu cha
Mathayo sura 26 na ule mstari wa 24. Biblia inasema hivi: mwana wa Adamu aenda zake kama alivyoandikiwa, lakini ole wake mtu yule ambaye atamsaliti mwana wa Adamu. Ingekuwa heri kwa mtu yule kama asingezaliwa. Mungu atuhurumie. Kwa hata leo kuna watu wanafanya dhambi, watakuja kujuta. Yani kwa sababu gani? Tulizaliwa. Sasa watakuja kuangalia tabia za kufungiwa mlango wa rehema. Maana watu haya mambo wanachukulia simple tu. Yani hii hukumu inayokuja, okay, watakuja kujifunza. Sasa Yesu Kristo tumesema ndiyo kuhani, kwa hiyo itafika muda ambapo atakaposimama. Kwa sasa hivi tuko katika hukumu ya upelelezi. Hukumu ya nini? Unajua maana upelelezi Unajua upelelezi? Kwa mwanadamu anapelelezwa na Yesu atakuja kuchukua wale waliokufa ambao waliishi maisha matakatifu na wale ambao watakutwa hapa duniani wakiishi maisha matakatifu. Hao ndio ambao Kristo atachukua. Sasa kuna watu wanaishi hapa duniani lakini mlango wa rehema umeshafungwa. Sasa twende kuangalia aina za kufungwa kwa mlango wa rehema. Aina mojawapo ya kufungwa kwa mlango wa rehema, yaani kuna mambo ambayo mwanadamu anaweza bado akawa anaishi, aidha akawa ni dhambi au anaonekana ni mtu wa dini, ila akawa ameshafungiwa mlango wa rehema. Jambo la kwanza ni kumkufuru Roho Mtakatifu. Maana yake mwanadamu anapomkufuru Roho Mtakatifu, mlango wake wa rehema unakuwa umefungwa. Na tulisema kufungwa kwa mlango wa rehema, haya ni maamuzi ambayo yanaanzia mbinguni, na haya maamuzi yakishapigwa muhuri hayabadiliki. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mwanadamu anakuwa anasubiria ile hukumu tu ya milele. Maana yake ataishi, lakini anajua mimi nikifa hapa ni wapi? Mbinguni. Mathayo sura ya 12 na ule mstari wa 31, ambapo Yesu Kristo anasema, kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kukufuru watasamehewa wanadamu, ila kwa kumkufuru Roho Mtakatifu hawatasamehewa. Naye mtu yeyote atakayenena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali yeye atakayenena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa wala ule ujao. Sasa nini maana kumkufuru Roho Mtakatifu? Maana watu wengi wanaiogopa hii dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Wanajiuliza, ndiyo dhambi ya namna gani? Maana Yesu amesema hiyo dhambi haisameheki. Sasa kazi ya Roho Mtakatifu ni kutukumbusha mimi na wewe kufanya mapenzi ya Mungu. Ndio maana unapotaka kufanya dhambi ya namna yoyote, aidha uongo, kuiba au dhambi yoyote ile, moyoni kwanza unakuwa unasikia nini? Sio sawa. Yaani dhamira tu inakuwa inakwambia kwamba unachokifanya sicho. Maana yake hapo Roho wa Mungu bado anakuwa anakuumiza. Lakini mtu bado anakaidi ile sauti anafanya. Ndio maana unamkuta mtu ambaye alikuwa amesimama katika imani akifanya dhambi yoyote, basi toba yake inakuwa ni kubwa, yaani anakuwa na majuto. Mimi kweli, mimi nimeiba, mimi nimesema uongo, yaani anajuta sana. Akirudia tena kufanya ile dhambi, yale majuto yanapungua, mwisho wa siku anaona sawa. Akiiba ni sawa tu, akifanya chochote sawa. Maana yake huyo mtu Roho wa Mungu anakuwa ameshamwacha.
Maanake sasa mbingu zinakuwa zimeshafikisha kwamba huyu basi, maanake mlango wa rehema anafanyaje? Kwa maanake huyu anakuwa anasubiria nini? Maanake ameshamkufuru Roho wa Mungu kwa sababu ya kufanya dhambi kwa makusudi. Waebrania sura ya 10 na ule mstari wa 26 kwenye Biblia, tufike hapo. Waebrania sura ya 10 mstari wa 26. Mpe mama Zabu nisome. Waebrania sura ya 10 na ule mstari wa 26, tuelekea mama Zabu. Biblia inasema hivi. Biblia inasema, maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari wala wale wapingao. Huo ni Mtume Paulo alikuwa akiwaonya watu wa Mungu. Anawaambia, maana kama tukifanya dhambi kwa makusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu, yani hakuna msamaha kwa ajili ya hiyo dhambi, lakini kinachofuata ni kuitazamia ile hukumu inayokuja. Sasa kwa nini? Mstari wa 28, mtu aliyeidharau sheria ya Musa hufa pasipo huruma kwa neno la mashahidi wawili au watatu. Tunajua Torati ilikuwa imeweka sheria. Ukisoma kwa makini pale Yohana sura ya 8, Yesu analetewa mwanamke mmoja aliyefumaniwa. Anasema, Musa alituamuru katika Torati yetu kwamba mtu akikutwa amefumaniwa na wakatokea mashahidi wawili au watatu wakasema kweli tumemuona, wewe ulikuwa unakufa pasipo huruma. Yaani jalishi yeye ni rafiki yangu, ni mchumba wangu, ni mdogo wangu, lazima utapigwa kwa mawe kwa sababu umeivunja Torati ya Musa aliyepewa na Mungu. Sasa Biblia inasema hivi, mwaonaje haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuihesabu damu ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa ni kitu cha ovyo na kumfanyia jeuri Roho wa neema. Sasa Roho wa Mungu anasema, je, mwaonaje kama mtu alikuwa akidharau tu sheria ya Musa anapigwa mawe mpaka anakufa? Je, mtu anayemfanyia jeuri Roho wa neema haikumpasa adhabu hiyo kubwa? Ndio maana Roho wa Mungu kupitia Paulo anasema hizo dhambi za makusudi hazisamehewi. Utajuaje? Kwa mfano tukiwasha feni hapa, feni inakuwa inazunguka kwa nguvu tu, ila feni ikizimwa haizimwi moja kwa moja, inaenda mwisho siku inafanyaje? Inasimama. Kwa hiyo unakuta mtu bado anakusanyika katika sehemu za kuabudu, anafanya ibada, lakini mlango wa rehema umeshafungwa. Yaani mbingu hazimjui. Kwani tumesoma habari za Anania na Safira? Walikuwa ni wapagani wale? Walikuwa ni wacha Mungu. Tena kipindi kile kanisa lilikuwa lina umoja, mume na mke, ila kadiri walivyokuwa wakiishi walikuwa wanamkosea Mungu. Kwa hiyo Roho wa Mungu alikuwa anawaacha pole pole, mwisho wa siku wakawa makapi. Wakakubaliana tuseme tu uongo, akaenda mwanaume akadanganya, na ndani dhamira, yaani mtu ambaye aliyeachwa na Roho wa Mungu akifanya dhambi asikii hukumu. Ni kama mtu ambaye anafanyia operation. Mtu anaweza akapasuliwa tumbo na asisikie maumivu yoyote, ni kwa sababu umemwekea nini?
ganzi. Sasa wakupasue hauna ganzi. Wataona. Kwa hiyo manake Mungu aliwapa Roho Mtakatifu, hicho kinakuwa ni kifo cha kiroho. Kwa Anania alipodanganya akusikia hukumu, na mke wake pia alipodanganya akusikia hukumu. Sasa wao walikuja kuona matokeo kama tulivyosema mwanzo. Mlango wa rehema unapofungwa, kuna mambo mawili ambayo yanatendeka. Jambo la kwanza, mwanadamu hatalijua, ila anayejua ni Mungu. Kwa mwanadamu atakuja kuona matokeo. Kwa Anania na Safira walikuja kupata matokeo ya kifo, ndipo watu wakatambua kumbe hawa walikuwa wameshafungiwa mlango wa rehema. Kwa hiyo hata sasa kuna watu wanaishi ila majina yao katika kitabu cha Mungu hayapo, ila kwenye kusanyiko tupo nao, lakini katika ufalme wa Mungu hawasomeki. Kwa sababu gani? Ya kufanya dhambi kwa makusudi. Mwingine anasema ngoja nidanganye tu kwa leo. Siku hiyo unapopanga tu kudanganya, basi labda ndio rehema yako ilikuwa mwisho hapo. Kristo anachofanya, anasitisha huduma ya kukuombea mbele ya Mungu. Kwa jambo la kwanza ni kumkufuru Roho Mtakatifu. Lakini kitu cha pili ni pale mwanadamu yoyote anapofukiwa na mauti. Kwa mfano mimi imani ikitokea hapa nimekufa leo au kesho. Ikitokea labda nimekufa leo au kesho, nilikuwa sijatengeneza na Mungu, basi hapo kwangu mimi rehema itakuwa imefungwa. Kwa hata mkiniombea, mkikesha, kama nilikuwa ni dhambi, nitakachosubiria ni ile hukumu ambayo atahukumiwa shetani. Kwa mimi na shetani hukumu yetu itakuwa ni moja. Lakini kama mwanadamu alikuwa amekufa huku akifanya mapenzi ya Mungu, basi huyo anasubiria ufufuo wa pili ili Yesu atakapokuja. Sasa tunajifunza nini? Hakuna mwanadamu ambaye anajua siku atakapojiliwa. Na hata ukisoma Mhubiri sura ya 3:19 utasoma kwa muda wako. Biblia inasema hivi: kama vile ndege anasavyo na mtego, au samaki anaponaswa na nyavu, hivyo hivyo ndivyo mwanadamu anavyopatwa. Unakuta mtu alikuwa anaenda kazini, alikuwa ana mipango mizuri, anataka mtu afanye matendo mema angali akiwa na nguvu na akiwa na uelewa thabiti. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 32 na ule mstari wa 33, Mungu anamwambia Musa hivi: mtu yeyote atakayetenda dhambi ndiye nitakayemfuta katika kitabu changu cha uzima. Kwa haijalishi umepewa kipawa cha unabii, cha uchungaji, cha uinjilisti, cha ualimu, endapo ukifanya dhambi kwa makusudi, basi jina lako linafutwa katika kitabu cha uzima. Na tunachokisubiria sasa hivi kwa watumishi wa Mungu ni Kristo kuinuka pale patakatifu ambapo anatumbea wanadamu. Manake akisha simama hapo, kinachofuata ni mapigo 7. Kutokana na muda tutasoma, ila utaenda kusoma kwa muda wako ile Ufunuo sura ya 15 na ile sura ya 16. Na hayo mapigo wanadamu wataadhibiwa vikali, na hiyo ni nje na ule moto wa jehanamu. Yaani sawasawa leo wananchi wakimkamata mwizi kabla ya kwenda katika ile hukumu, anapigwa na wanadamu pasipo huruma mpaka anakata roho.
alafu na baba huko anapoenda siku ya hukumu ataangamizwa katika hukumu ya milele. Sasa nini cha kufanya ili mimi na wewe tuweze kunusurika katika haya mapigo 7 ambayo yapo tayari kuujia huu ulimwengu? Jambo la kwanza ni kuwa na jina la Baba pamoja na la Mwana katika paji la uso, au kwa tafsiri nyingine kuwa na muhuri wa Mungu. Ufunuo wa Yohana sura ya 14 na ule mstari wa 1, Biblia inasema hivi: kisha nikaona na tazama mwana-kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni, na watu 144,000 pamoja naye, mwenye jina lake na jina la Baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao, kwamba hao watakatifu ambao watakaourithi uzima wa milele. Yohana alionyesha kwamba katika kipaji cha uso walikuwa wana jina la Baba na jina la Mwana. Sasa nini maana ya jina? Jina ni tabia, karakta, sifa. Maana yake mwanadamu ambaye ataurithi uzima wa milele ni lazima awe na zile tabia za Mungu, awe na tabia za Yesu. Katika Biblia inasema hivi, imeandikwa, mtakuwa watakatifu kama Baba yenu alivyokuwa mtakatifu. Lakini hata Yesu alipokuja duniani alionyesha tabia ile ile ya Baba. Ukisoma Yohana 5:43, Yesu anasema, mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu. Yaani nimekuja kwa tabia ya Baba yangu. Maana yake kama vile Baba ambavyo ana dhambi, hata pia Mwana alikuwa ana dhambi. Kwa hiyo hata mimi na wewe tuna uwezo wa kushinda dhambi, yaani dhambi ya namna yoyote. Na tukiweza kuishinda, basi hapo ndipo mbingu zitakapofurahishwa. Nimesema tuko katika kipindi cha hukumu ya upelelezi. Roho wa Mungu anamtia muhuri mtu mmoja mmoja. Kwa baada ya kutia muhuri sasa hapo kwa wanadamu wote, ndipo mlango wa rehema utakapofungwa. Na tumesema kwamba mlango wa rehema utakapofungwa, hakuna mwanadamu ambaye atakayejua, ila haya maamuzi yataanzia mbinguni. Kwa sisi wanadamu tutaanza kuona matokeo na yale mapigo 7. Basi Mungu wa mbinguni awabariki. Tumia dakika chache kukaribisha maswali kwa wale tulianzia kuanzia mwanzo. Kama labda kuna mtu ana swali kwa habari ya kufungwa kwa mlango wa rehema, anaweza kauliza kwa hizi dakika chache ili tuweze kujibu. Kama kuna mtu ana swali, karibu. Sisi tumeanza pamoja, mama tumeanza pamoja na wengine. Kama kuna maswali, karibuni watumishi. Kila mmoja amlipe ufalme wa Mungu. Kuna watu ambao kabla hawajazaliwa Mungu ameshajua. Ndio maana Yesu anasema hivi, sio nyinyi mlionichagua, ila ni mimi niliyowachagua. Kwa hiyo wale ambao watakaorithi uzima wa milele sio wote, hatuwezi kuwa wote. Kuna wengine watapimwa kwenye mizani, wataonekana amepungua, na kuna wengine wataingia. Sawa. Kuna mwenye swali mwingine? Mimi nimefanya dhambi sana, na hiyo dhambi imekuwa ikijirudia sana, na hiyo dhambi nimekuwa nikiombea rehema sana, na Mungu anasema sikusamehe 7 bali 70. Sasa je, hiyo dhambi labda mtu kiasi kuna nitukia na unaifanya kila siku, huo mlango wa rehema ambapo unakuwa umefungwa au unakuwa umefunguliwa? Kana nafanya dhambi fulani kila siku, aidha labda ni dhambi ya uongo,
lakini nikawa natubu. Sasa mpaka mwanadamu kupata akili ya kutubu, yaani ya kujua kwamba hichi nilichokifanya ni dhambi, huyo bado Roho wa Mungu anakuongoza. Yaani mpaka ukiri kwamba hichi nilichokifanya sio sawa, huyo ni Roho wa Mungu. Ila mtu ambaye ameshafungiwa mlango wa rehema, yaani hata akifanya dhambi, kwa habari ya toba ile hakuna, yaani ni sawa tu, yaani anajiona yuko sahihi kabisa. Ila ukiona kwamba umefanya dhambi, bado Roho wa Mungu anakwambia hapana, unatubu, mrudia tena, unatubu, bado Roho wa Mungu yuko na wewe. Lakini sasa yakupasa uweze kushinda. Ila endapo kama hiyo tabia itakuwa ni endelevu, maana yake Roho wa Mungu atakuwa anakuacha pole pole. Ndio tukatoa mfano, mtu kama hujamchoma sindano ya ganzi, unaweza ukampasua au akaweka hata mkono kwenye moto na asisikie nini? Maumivu, kwa sababu ana ganzi. Kwa hiyo ukiona unafanya dhambi alafu moyoni unasikia hatia, basi Roho wa Mungu bado yuko na wewe. Ila sasa yakupasa uweze kuishinda hiyo hali. Nadhani nimekujibu vizuri. Sasa kumalizia